Mudi Simba. Mudi, kuna tetesi kwa baadhi ya mashabiki wanazungumza kwa kocha wa Simba Sport Club si chaguo lao, kwa maana labda haendani na ile falsafa yao ya kuwapanga labda mastrika mwanzoni, hasa kwa kwenye mechi za zenye maamuzi ya haraka kama ile iliyotokea juzi. Lakini pia wengine wakisema pia hata Mpanzu pia anatuhujumu. Hilo kwa upande wako wewe kama shabiki kinaki wa Simba umelisikia, na kama umelisikia nini maoni yako? Yaani mimi nataka tu niwaambie kitu kimoja, waandishi wa habari. Simba ndio timu pekee katika ardhi ya Tanzania huwa haiishi na mchezaji ni kutokana na maneno ya watu yanavyosemekana. Simba ndio klabu ambayo viongozi wake wana uweledi ni wa mpira. Mimi nakupa homework moja, utakapokutana na dalali muulize ni mwaka gani pale Simba Sports kulikuwa na mchezaji ambao ana kadi ya Yanga. Sawa? Ikasemekana na ushahidi upo, lakini viongozi wa Simba walirudi kumuuliza mwalimu, mchezaji ana kadi ya Yanga lakini anapokuwa ndani ya dakika 90 nini anachokifanya? Mwalimu alimjibu ndani ya dakika 90 ananipa kile ninachokihitaji mwalimu. Walimwambia mwache endelee na mpira. Hakuna klabu yoyote katika ardhi ya Tanzania inaweza kusubutu kufanya hilo. Ukikutana na dalali muulize atakwambia. Sawa? Mchezaji ana kadi ya Yanga lakini bado aliendelea kuitumikia Simba Sports Club mpaka muda wake ulipokwisha. Viongozi walimwambia wewe ni mwanachama wa Yanga lakini hapo kazini fanya kazi. Simba Sports Club. Ndio maana siku zote tunasema kwamba Simba tuna viongozi wa mpira. Wanaojua nini maana ya football. Hatuna viongozi wa propaganda kulazimisha timu zao ziwe bora. Ni pabila ni kuzitumikia ni kwa jasho na damu. Sijui umeelewa? Mpanzu ni mchezaji wa Simba Sports Club. Sijui umeelewa? Ukamhukumu ni kwa mechi ya jana. Turudi ni kwa ile mechi na JKT. Mpanzu anatokea hesabu, tulishafungwa goli moja. Nini alichokifanya? Angekuwa anatuhujumu sangetuhujumu pale. Kwa sababu tayari Yanga alishada anidondosha mechi huko ni point huko nyuma. Kwa angetaka kutuhujumu angetuhujumu pale. Ambapo anajua mechi si tukifungwa tayari ambao nasemekana mimi ni timu yangu watakaa juu. Lakini alitoa kila alichonacho, tunaondoka na pointi 3. Wao wanaosema kwa moyo wa Mpanzu uko Simba lakini mwili upo Yanga, si kweli. Hizo ni propaganda za watu. Swala la kukosa goli, wachezaji wote duniani wanakosa magoli ambao kila mmoja anaamini lile ni goli lakini anakosa goli. Lionel Messi hajawahi kukosa goli. Cristiano Ronaldo hajawahi kukosa goli. Ni Maradona hajawahi kukosa goli. Pele hajawahi kukosa goli. Mpanzu nani asikose goli? Kwa sababu yeye ni binadamu, sawa, na anatumia jasho. Na ukumbuke aishakimbia kwenye energy kubwa sana kutafuta ule mpira. Swala la mchezaji kukosa mpira ni jambo la kawaida kwa sisi ni tuliocheza mpira hata kama wa mchangani. Sawa? Yaani ili goli mtu anakosa. Mtu akosi ni penalty. Yeye na golikipa anagongesha mwamba, anapiga nje, anampa golikipa. Yeye na golikipa anakosa. Nini Mpanzu? Kwa hizi propaganda zinazotengenezwa kwamba Mpanzu anatumika na upande wa pili sio za kweli, ni kutaka aina kutengeneza propaganda kuweza kututoa mchezoni ili wao makusudio yao yafanikiwe. Lakini Mudi, kwa wewe unachokiona zaidi ni kwamba kocha bado huduma yake mnahitaji zaidi. Mimi nasema kuna wengine mashabiki wa Simba wanasema yule bwana kajaliwa tatu tu, lakini sio upande wa uwanjani bado hatujaona kile ambacho tunachokitaka. Nataka nikwambie kitu kimoja mtangazaji. Mshabiki ni mtu anayependa furaha siku zote. Sawa? Yeye mshabiki anapenda afunge tu. Yaani timu yake ishinde. Ikifungwa yeye anakasirika. Huyu kocha ambaye tunamponda ndio kocha ambao mechi ya kwanza ya kimataifa tulikuja hapa tukamsifia. Huyu ambao leo hii ni tunamponda. Mechi ya kwanza 3-0 ugenini tulimsifia. Mechi hapa amekuja tumetoa sare tulimponda. Kwa ndo kazi ya mashabiki. Kazi ya mashabiki, wao wanahitaji furaha siku zote. Wao wanahitaji mpira uingie kambani, wanyanyuke majukwaani, wafurahie. Ndio kazi ya mashabiki. Sijui umeelewa. Lakini anachokifanya huyu kocha, mimi binafsi bado nina imani naye kubwa sana, kwa sababu namuona huyu ndo Pep Guardiola wa Tanzania ambao wanaokuja sasa hivi. Kama wana Simba tukiwa na subira, meneja atafanya makubwa. Kama tukiwa na subira, tukampa muda, huyu ndo Pep Guardiola anayokuja. Tukumbuke mfumo anaotumia yeye ni ndani ya miongoni ya mifumo ambayo alikuwa anayotumia Pep Guardiola na makocha wengine ambao ni waliopita. Kwa tukimvumilia, huyu ndo atakuwa Pep Guardiola wa Tanzania. Unajua ile safu ukiangalia, ile list ukiangalia, unaweza ukamwona kama kocha nini amekifanya. Lakini timu ambayo nicheza nayo ni timu ambayo mabeki wao wapo comfortable kwenye kuzuia. Kwa unapoanza na striker
Sawa, ina maana tayari umewapa mabeki muda mwingi wa kukaa ni golini kwao kujilinda, kwa sababu tayari ni kuna. Lakini unapoingia na mfumo ambao hauna striker, una namba 10 wa uongo, ina maana ni kuwavuruga safu ya ulinzi ya mabeki ili wachanganyikiwe nani wa mkabe, kwa sababu hakuna namba 9 asilia. Sijui umeelewa? Na ukiangalia kocha alifanikiwa, lakini wachezaji wameshindwa kumpa kile mwalimu anachotakiwa kupewa, kwa sababu nafasi zimetengenezwa. Kwa sababu kocha aliwajua vizuri kwamba hawa wapo comfortable ni kwenye kuzuia. Nikisema nianze na striker asilia, ina maana tayari nitakuwa nimewapa jukumu la wao kukaa golini kulilinda goli lao. Na wafunguaje niwatengenezee namba 9 ya uongo ili si tutoke pembeni kutafuta nafasi. Nafasi zimetengenezwa, lakini wachezaji hawajazitumia. Mwalimu achukue mpira akaweke kambani. Ni mwalimu ni kwa lipi? Ila kwa sababu tulishazoea kwa mifumo yetu mama kwamba lazima first 11 striker awepo, ndio maana tunafanyaje. Lakini angalia alichokifanya, hajaanza na striker, safu ya ulinzi ya timu pinzani kaifungua, umeelewa? Na nafasi zimetengenezwa. Sasa unamla vipi mwalimu? Wataki endelea na mifumo hii ya kusema ma striker waingie, sababu nyinyi hamna shida yote. Mashabiki tunasema hivi, mimi binafsi bado na imani na mwalimu. Sisi kama mashabiki sisi tunaumia. Sisi ndo mashabiki tunaumia. Tuombe nafasi kwenye bodi, tuandike barua hata kama ukumbi kwa kulipia. Kubwa hilo ndo nalotaka muoneshe hisia. Watu wakiwa wachezaji wetu wote pale. Tuwaulize nini tatizo. Tuwaoneshe hisia zetu tunazozipata, ni kiasi gani tunaumia timu yetu inapofanya matokeo. Wengine mzungumza kwa nini wenzetu wanafanya vizuri kwa maana ya Yanga. Mimi siongelei nyuma mwiko, naongelea klabu yangu ya Simba Sports Club. Sijui umeelewa? Tusikae kutukana kwenye mitandao ya kijamii, kuwazi haki wachezaji ni kwenye mitandao ya kijamii. Tutumie kitendo cha uungwana. Bodi ya wakurugenzi ni wasikivu. Watu tuandike barua, tukae na wachezaji wetu. Sisi ndio timu yetu, mchezaji anakuja na kuondoka. Tulikuwa na Fabrice Luamba Ngoma, tulikuwa na Krotos Chota Chama, Mohamed Hussein Shabalala wako wapi? Ila sisi tumebaki. Kwa tusikae kutukana. Tuombe hilo. Wakituridhia sisi wale ni wachezaji wetu, sisi hatuwezi kuwahudhuru. Tukawaulize nini tatizo. Tuwaoneshe ni kiasi gani tuna mapenzi na timu yetu na ni kiasi gani tunaumia pindi timu yetu inapopata matokeo mabaya. Tukionyesha hisia zetu za dhati kwa uso na macho, sawa, naamini wachezaji wataondoka nalo kichwani, wataenda kufanya kile ambacho mwalimu anachowaagiza kufanya. Hakuna mwalimu ambao hapendi matokeo mazuri. Hakuna mwalimu ambao anapanga kikosi kwa kwenda kupata sare au kufungwa. Mwalimu anapanga kikosi ili apate pointi 3 muhimu. Sijui umeelewa? Kwa haina haja ya kumbeza mwalimu, haina haja ni ya kumtukana Mpanzu. Ni sisi tudili na wachezaji wetu, kwa sababu wao ndo wanakwenda kukamilisha dakika 90. Mwalimu anabaki nje tu, kazi yake ni kunyoosha mikono. Sasa akinyosha mkono kama Mpanzu hajamwona mwalimu, nani atampekea taarifa? Kwa tudili na wachezaji wetu. Sio wanaondoka, wakirudi tuombe, jamani wachezaji nini tatizo, tuambieni. Kama mnadai tuambieni. Sisi ili fukufuku lote nitulihamishie kwenye uongozi wa Simba Sports Club. Sawa, ili fukufuku lote tulihamishie kwenye uongozi wa Simba Sports Club. Mudi Simba ametoa dukuduku lake ambalo kila siku walikuwa wanatamani kulizungumza. Kikubwa anachokitaka ni kikao pamoja na viongozi pamoja na wachezaji, ili mradi watoe madukuduku yao. Asante sana, hii ni Hot Biz.